Sana wapenzi wafuatiliaji katika akaunti zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, lakini leo tena imekuwa ni baraka kufika Jumapili ya leo, na leo tena tumeweza kukutana na bishop wetu katika kanisa la Calvary Mission Church, na tulikuwa na haya machache ya kuongea naye. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Asante. Katika ibada yetu ya leo kulikuwa na neema ya kuwa na ndoa takatifu, na aliongeleaje hili swala? Hiyo ndoa ilikuwa ya baraka sana. Kwa kweli tulisubiri kwa muda mrefu sana na tumeona ikiwa baraka na watu wengi wakifurahi, wakishangilia kwa furaha kabisa. Kulikuwa jambo tukio kubwa la baraka mno. Ujumbe ambao unaweza ukawapatia watu ambao waweza kushiriki katika ibada yetu ya leo? Ujumbe hasa ni kwamba Yesu Kristo ndiye mtoshelezi katika mahitaji yetu yote. Kwa watatu wale ambao kufika kwenye ibada leo, naomba uelewe kabisa kuwa na mahitaji sio dhambi. Maadamu uko hai, uhitaji upo, lakini kabisa nani anaweza kutusaidia katika mahitaji ya Yesu Kristo? Lakini pia katika ibada yetu ya leo umeweza kupata neema ya kufungisha ndoa. Hivyo basi maoni yako kwa wale wanandoa ambao wameweza kupata kibali cha kuingia katika wito huo? Maoni yangu kwa wale ambao wamepata kibali cha kuingia kwenye ndoa, moja, wahesabu ni baraka na wasichukue kama jambo la kawaida. Ni jambo la baraka sana. Mungu amewaheshimu. Kwa yote mwenye ndoa unayenisikiliza, jali sana ndoa, na hiyo ndoa kabisa ni mpango wa Mungu. Mungu ndiye mwanzishi wa ndoa kabisa kabisa. Kwa wanandoa wasichukue kama jambo la kawaida, wahesabu ni baraka, na wanapaswa watii Mungu ambaye ni mwanzishi wa ndoa kabisa. Kweli kabisa. Basi tumalize na maandiko matakatifu ambayo walituongoza katika siku hii ya leo, na neno kwa ufupi kwa wale ambao wanatazama kupitia akaunti zetu za mitandao ya kijamii. Okay, siku leo nimehubiri kutoka kitabu kile cha Yohana Mtakatifu mlango ule wa 2. Na katika mlango wa 2 pale kuna tukio la harusi ambapo Yesu Kristo na wanafunzi wake walikuwa wamealikwa kwenye harusi ile. Labda kitu cha kufanya cha kukumbuka sana katika jambo lile, kuna mambo fulani nimejifunza. Moja ni kwamba Yesu alialikwa kwenye ile harusi. Kwa niseme tu kwamba kwa wanandoa au katika maisha yetu kwa jumla, Yesu sio mvamizi. Yesu mpe nafasi, mkaribisha. Ukimkaribisha kabisa ataingia katika maisha yetu, katika ndoa yetu au ndoa zetu. Na jambo lingine ambalo nimeliona la pekee sana ni utii. Yule mama anamwambia, jamani, fanyeni lolote atakalo waambia. Kwa hiyo Mungu anaposema na sisi huwa ana majibu mazuri. Kwa gharama ya kuzipata baraka toka kwa Mungu kwa mtu yote yule, au kwenye ndoa, maisha ya kawaida, ni utii. Mungu akisema jambo utii. Kwa wale walipoambiwa wakachota wakajaza na mabalasi ambayo alikuwa anatumia kwa ajili ya kuoshea miguu, wakati akamwambia nenda mkachote, wakachota kama alivyoagizwa. Na mkuu wa meza mgeni rasmi alipoanza akasema, la, yani imeleta divai nzuri sana. Kwa hiyo nisema kwamba ni vizuri kutii. Tukitii tutakutana baraka za Mungu. Mungu akisema jambo, yeye ana mawazo mazuri wakati wote, na mawazo ya Mungu ni sahihi kwetu. Kwa hiyo niseme mtihani mkubwa wa wanadamu ni kutii. Kwa wakitii watamwona Mungu katika maisha yao. Basi pia kulingana na maandiko matakatifu, lakini pia katika tukio letu ambalo limetokea katika ibada yetu hii ya leo, unawaalika vipi wana kanisa kwa ujumla katika kuhakikisha ndoa mbalimbali ambazo zinakuwepo hapa kanisani zinaendelea kudumu katika hali ya upendo na ushirikiano na mshikamano kwa umoja? Okay, moja, nawaalika kwenye semina. Watu wako na semina za ndoa mara kwa mara kwa kufundisha na ndoa, kukumbushana mambo ya ndoa. Ndio jambo la msingi. Lakini pia kwamba pia wanapokuja kanisani wasiwe wavivu kanisani. Wakija kanisani Mungu atasema nao. Chanzo cha ushindi na baraka zote ni Mungu. Ibada inatusaidia katika mambo mengi sana. Kwa hiyo niseme kwamba tunapopanga semina za ndoa, waje kwenye ibada, waje uhuru. Lakini pia mimi natoa ushauri, kama kuna jambo unapitia mwanandoa au unataka kuoa, na mkaribisha sana, naamini ushauri utamsaidia. Kabisa. Kwa wale ambao wanaenda kufuatilia wanakujua, lakini pia tunahitaji kuweze kujitambulisha tena kwa mara nyingine, lakini pia utaje namba zako za simu kwa wale ambao watakuwa na matatizo mbalimbali au wana shida wanataka kujua kuhusu kitu fulani, iwe rahisi wao kutafuta. Okay, nashukuru sana mtangazaji. Majina yangu naitwa Bishop Israel Angetile Mwaikonge. Mimi ndiye bishop wa kanisa yetu ya Calvary Mission, na tuko hapa Dar es Salaam karibu na Mlimani City.
na hapa tuna ibada zetu. Kuna ibada siku za Jumatano saa 11 jioni mpaka saa 1. Tuna ibada siku za Ijumaa za maombezi kuanzia saa 11 mpaka saa 1 pia. Lakini pia siku za Jumanne mimi papa ofisini, mtoto ambaye ana shida na uhitaji na mkaribisha. Lakini sio kufika tu ofisini, lakini pia anaweza kunipigia simu. Namba zangu za simu ni hizi, ninazo mbili, Vodacom na Airtel. Ya Vodacom ni 0754 845969. Narudia, Vodacom ni 0754 845969, na ya Airtel ni 0687 176 175. Ya Airtel 0687 176 175. Hizo unanipata wakati ule, na mtataka ushauri anipigia, nataka maombi. Nimekuwa nikipiga simu na watu mbalimbali, niombe, naombea. Kwa yote ambaye ana shida unipigie simu, au njoo nitembelea hapa ofisini, tuongee, tushauriane, tuombe pamoja, au njoo kwenye ibada, nami utabarikiwa sana. Amen. Yeah. Asante sana kwa yule ambaye anaendelea kufuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Na imani kila kitu kimeenda salama, lakini pia niendelee kukaribisha katika ibada zetu za kila siku ambazo zimetolewa katika mwongozo wa Bishop hapa mbele, lakini pia asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Tukutane Jumapili ijayo. Amen.